Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu, na wasalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu mtazamaji, napenda nikukaribishe kwenye channel yetu ya Yosh Testimony TV, manake ushuhuda wa Yesu. Hii ni TV ambayo inafundisha neno la ufalme wa mbinguni hapa duniani. Mpendwa mtazamaji, na ukaribisha ulipokee neno la Mungu na kuliruhusu lifanye kazi katika maisha yako ya kila siku, sawa sawa na yasemavyo maandiko. Somo letu la leo ni somo la 40 katika mfululizo wa masomo yetu kutoka waraka kwa Waebrania. Na kichwa cha somo ni nidhamu ya Mungu. Na linatoka kwenye kifungu cha maandiko kutoka Waebrania sura ya 12 mstari wa 3 mpaka mstari wa 11. Waebrania sura ya 12 mstari wa 3 mpaka wa 11. Na mpangilio wa somo utakuwa kwa kifupi ni kama ifuatayo. Utakuwa na utangulizi mfupi. Baada ya utangulizi tutaanza kuangalia mwandishi anachosema kwenye hiyo mistari moja baada ya mwingine mpaka tuhitimishe kwenye mstari wa 11. Utangulizi. Katika somo lililopita mwandishi alilinganisha maisha ya Ukristo sawa na kupiga mbio au mashindano ya mbio ambayo kwa kawaida yanahitaji uvumilivu na yanahitaji jitihada. Aliwahimiza Wakristo wa Kiebrania na kupitia wao sisi wenyewe kuwa tuondoe vipingamizi vyote au vizuizi vyote ili tuweze kuipiga hii mbio. Na kutokana na somo hilo, picha tunayopata ni kwamba Ukristo sio kitu chepesi. Sio kitu ambacho kinataka kutulia au kulegea. Kwa sababu tunashindana na maovu na wale wapingao imani. Kwa hiyo kwa kusimama imara katika kumtangaza Yesu na kutetea haki na kutenda haki, tunaweza kujikuta tunajiletea magumu katika maisha. Na kwa hiyo mwandishi katika somo la leo au mistari utakayosoma leo anawaeleza Wakristo wa Kiebrania kwamba watapitia mambo magumu kwa sababu hata Bwana Yesu aliyapitia hayo. Ndio anapoanzia pale. Kwa hiyo na tukumbuke kwamba mwandishi wetu alikuwa anajua fika matatizo ambayo walikuwa wanapata hawa Wakristo wa Kiebrania. Kama tulivyoona katika sura ya 10 mstari wa 32 mpaka 34. Alitueleza kwamba baadhi walikuwa wamenyang'anywa mali zao na wengine wakatiwa gerezani kama njia ya kuwashinikiza wamwache Yesu. Lakini vile vile alitueleza kwamba walivumilia hayo mateso kwa furaha kwa sababu walijua wana hazina iliyokuu huko mbinguni. Lakini kama tunavyojua mateso haya hayakuisha, kwa hiyo yaliendelea. Na inafikia wakati watu wanachoka. Na aliona kabisa kwanza wameanza kuchoka, na baadhi kama tulivyoona hapa awali walikuwa wameanza kuacha dini ya Ukristo au wameacha Ukristo na kurudi kwenye dini yao ya Kiyahudi. Kwa hiyo hapa anaanza atawajaribu kuwahimiza kwa kueleza kwamba mateso wanayoyapitia Mungu ameyaruhusu kama somo la kuwafundisha uvumilivu na namna ya kutembea naye kwa mafanikio. Na katika kuvumilia magumu amesema wana mfano wa Yesu kama mfano wa pekee wa kuiga, kwa sababu yeye alistahimili mateso yote hadi kifo cha msalabani, kifo cha aibu. Na kwa hiyo na hayo yote aliyafanya kwa sababu ya furaha iliyokuwa imewekwa mbele yake. Kwa hiyo anawaasa wavumilie mateso kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yao. Pia waelewe kabisa kwamba Mungu anaweza kutumia magumu na mateso yao kwa kuwafundisha
kuwaimarisha, na kwa hiyo wayahesabu hayo mateso na majaribu kama nidhamu ya Mungu, ili wafaidike nayo na iweze kuzaa matunda katika maisha yao ya Ukristo. Sasa tutaanza kwa kusoma neno ambalo linahusu somo hili, ambalo ni Waebrania sura ya 12 mstari wa 3 mpaka mstari wa 11. Nitasoma. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watenda dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkazimia mioyoni mwenu. Hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Tena mmeyasahau yale maonyo yasemayo nanyi katika kusema na wana. Hapa na nukuu Mithali ya 3 mstari wa 11 na 12. Mwanangu, usiyadharau marudia ya Bwana, wala usizimie moyo ukikemewa naye. Maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi, naye humpiga kila mwana mkubalie. Ni kwa ajili ya kurudiwa mwastahimili. Mungu awatendea kama wana. Maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babaye? Basi ikiwa hamna kurudiwa, ambako ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana wa haramu ninyi, wala si wana wa halali. Na pamoja na hayo tulikuwa na baba zetu wa mwili walioturudi tukawastahi. Basi afadhali sana kujitia chini ya baba wa roho zetu na kuishi. Maana ni hakika hao kwa siku chache waliturudi kama walivyoona vema wenyewe, bali yeye kwa faida yetu, ili tushiriki utakatifu wake. Mstari wa 11 na wa mwisho. Kila adhabu wakati wake haionekani kama kitu cha furaha, bali cha huzuni, lakini baadaye iwaletea hawao waliozoezwa nayo matunda ya haki yenye amani. Kwa hiyo ameanza mstari wa 3 kwa kueleza kwamba wamtafakarini sana aliyestahimili mapingamizi makuu, ambaye ni Bwana Yesu Kristo. Na Yesu alivumilia mateso makali mikononi mwa watenda dhambi, kama vile na sisi au na hawa Waebrania ingewapaswa kuvumilia wakati wao, kwa sababu mateso makubwa waliokuwa wanapata wakati huo yalikuwa yanatoka kwenye jamii ya watenda dhambi waliokuwa wanawazunguka. Kwa hiyo hebu fikiria, pamoja na yayo yote, baada aliamua kusonga mbele. Yesu hakukata tamaa. Na kwa hiyo wewe na mimi tukimtafakari sana, tunaweza kupata sababu ya kutochoka au kutokata tamaa. Ndugu mtazamaji, labda unaweza ukasema, vema mwalimu, lakini hujui nimevumilia kiasi gani. Ni kweli unaweza kuwa una ushuhuda wa mateso na dhuluma nyingi katika maisha yako kama Mkristo. Nina hakika wengi wetu tumestahimili mambo mengi sana tangu tulipookoka, na katika maisha haya ya Ukristo tumepitia magumu mengi ambayo kwa wengine tunaweza tukayachukulia kama sababu ya kutosha ya kurudi nyuma, kuingia kwenye visasi au kutaka kujifurahisha kwenye dhambi. Lakini tukilinganisha majaribu na mateso tuliyoyapata na yale aliyoyapata Yesu, kila wakati tutaona hatutoshi. Hakuna ambaye amevumilia na kuteseka kama Yesu alivyoteseka kati yetu. Kwa hiyo ndio maana mwandishi ameanza na kusema tumtafakarini yeye aliyestahimili upingamizi maisha yake yote ya huduma. Kwanza siku alipoanza, na haya sio mateso au upingamizi wa ndani
kutoka moyoni. Hapana, alikuwa anapata kupingwa na jamii inayomzunguka na kuwekewa vikwazo vingi na jamaa waliostahili kumsikiliza. Kwa hiyo basi, kutokana na mstari huo, mstari unaofuata ni mstari wa 4 ambako sasa mwandishi anauliza swali lile lisilo na jibu, ambalo halihitaji jibu. Je, umevumilia kiasi cha kutoa maisha yako? Maana amesema hamjapigana hata kumwaga damu kwa ajili ya kupinga dhambi. Kristo aliteswa na kumwaga damu yake, hiyo tunalijua. Lakini vile vile katika sura ya 11 mstari wa 35 mpaka 38 tumeambiwa na watakatifu wa zamani kwamba waliteswa mpaka kuuawa kwa ajili ya imani yao. Sisi hatujafika huko, kwa sababu wakati mwandishi huyo anaandika waraka huu, au Wakristo wa Kiebrania ndio walikuwa wanapata mateso mara nyingi au kutoka kwenye jamii yao, lakini hakuna ambaye alikuwa ameuawa. Mpaka wakati huu walikuwa bado hawajafika huko. Kwa hiyo anawaambia hamjapigana hali kumwaga damu. Vile vile hata sisi hatujapambana na dhambi na kustahimili majaribu ambayo yalihitaji tutoe maisha yetu. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba majaribu yetu yamekuwa magumu sana kiasi cha kwamba kulemewa kwetu na dhambi ni kwa lazima na kunaeleweka. Hapana. Bado tuna mambo mengi tunayoweza kufanya ili kuvumilia na kuendelea katika mashindano ya mbio zetu. Bwana Yesu alisema mtumishi si mkuu kuliko Bwana. Ikiwa Mungu alikuwa tayari kuacha mwana wake afe ili kumpendeza yeye, je, haiwi sahihi kusema kwamba anaweza kuumba na sisi tufe ili kumpendeza yeye? Na ikiwa majaribu yetu yatatufikisha kwenye mwisho wa maisha yetu kama vile ilivyokuwa kwa Yesu, basi na iwe hivyo, thawabu yetu itakuwa kubwa mbinguni. Kwa kweli kanisa la Kiebrania lilikuwa limetafuta njia ya kuepuka mateso au majaribu kwa kurudi kwenye dhambi, kule kwenye dini ya Kiyahudi, dini ambayo ilikuwa haimkubali Yesu kama Masihi au kama amekufa kwa ajili ya kuondoa dhambi ya watu wake Israeli. Kwa hiyo kurudi kule ni sawasawa na kurudi kwenye dhambi. Kwa hiyo kwa wale wanaoona majaribu kama fursa au sababu ya kushiriki dhambi, mwandishi anawakemea akisema wamesahau sababu kuu ya Mungu kuleta majaribu. Majaribu hutumwa kama hatua ya nidhamu kutoka kwa Mungu. Ndugu mtazamaji, hilo alitaka walielewe na sisi tulielewe. Na kwa hapo sasa anawarudisha kwenye maandiko ya zamani, kwenye Mithali ya 3 mstari wa 11 na 12 ambayo ameinukuu katika mstari wa 5 na 6. Mwandishi ananukuu, Mungu alisema usichukulie kirahisi au kukataa nidhamu ya Mungu. Na hili jambo la kukataa au kudharau nidhamu linaonekana wazi katika vitendo. Tunakataa na kudharau kuadibishwa na Bwana ikiwa wakati wa majaribu hatutatumia fursa hiyo kukua na kujifunza. Kwa hiyo unapopitia kwenye mateso na majaribu na usitumie hiyo kama fursa ya kujifunza, ni sawasawa na kukataa kurudiwa na Mungu wako. Na au pale tunaposhindwa kutumia majaribu kama ushuhuda bora wa upendo na imani na furaha katika Mungu. Mungu ni baba yetu anayetupenda. Kwa hiyo majaribu na mateso yanapokuja, inabidi tuone kama baba anaturudi sisi wanawe ili tuweze
kwenda kwenye njia inayofaa, njia itakayotufaidisha hapo baadaye. Kwa hiyo vile vile tunaposhindwa kujifunza udhaifu wetu na kusulubisha mwili wetu. Kwa hiyo unapopata mateso, kitu kimoja unachoweza kufanya ni kutafakari na kuona udhaifu wako, na ikiwa ni unatokana na mwili, unausulubisha mwili ili uendelee kukimbia mbio yako bila kuchoka. Sasa baada ya hapo, mwandishi anaanza kuzungumzia asili ya mateso ya watakatifu kwa ujumla wake. Na katika mstari inayofuata wa 7 mpaka wa 10 tuseme, anajaribu kueleza kwamba tunapokabiliana na jaribu la aina yoyote, iwe ni lile la kihisia, kiafya, kifedha au chochote, ni vyema tukaiona kama nidhamu ambayo Mungu anaitumia kutukuza kiroho. Na tunapata faida hiyo ikiwa tu tutavumilia hilo jaribu. Kwa hiyo unapopata hilo jaribu, inabidi tuwe na mtizamo kama huo, lakini tuchukue hatua ya kulipokea na kulivumilia ili kutokana nalo tujifunze kitu au tuweze kupata kukua kiroho. Mungu hufanya kazi kwa njia hiyo hiyo kwa watoto wake, kwa sababu anatupenda na hataki tuendelee katika dhambi na hatimaye tupate hasara ya kuikosa thawabu yetu. Kwa hiyo anakuwa na tusahihisha na kuturudisha kwenye mstari. Kwa hiyo anatuletea nidhamu kwa namna ya majaribu. Majaribu haya kwa muda yanatusogeza mbali na dhambi na tabia zetu za kimwili na kutuweka tuwe karibu naye, tutembee naye kwa karibu. Lakini haya mabadiliko yanawezekana tu ikiwa tutaikubali hiyo nidhamu hii na kama kitu kizuri kwetu. Kama tutaikubali hii nidhamu na kuiona kama kitu kizuri kwetu, itakuwa ya faida, kwa sababu itatufundisha, itatusahihisha, itatuelekeza mahala panapofaa. Sasa ndugu mtazamaji, najua hili sio somo linalokubalika kirahisi, lakini na kuna watu wanasema kwamba si fadhili kwa Mungu kuleta mambo haya juu yetu. Wengine wanasema ni aina gani ya Mungu mwenye upendo na yeruhusu misiba iwapate watoto wake. Lakini neno la Mungu kama alivyoliweka katika mistari kuanzia wa 8 mpaka wa 10 linasema ni udhibitisho wa upendo wake kwamba anaruhusu mambo haya yaje kwa sababu yana matokeo mazuri ya milele. Tunapomwomba Mungu atupe maisha mepesi, yasiyo na majaribu, yasiyo na masikitiko au majanga, tunakuwa tunaomba mambo yafuatayo. Kwanza tunakuwa tunamuomba asituadhibu. Sawa? La pili tunakuwa tunaomba aturuhusu tuendelee kubaki watu wa kimwili na wenye dhambi kama alivyotukuta. Yaani tunataka azifu kuokoka kusiwe na maana kabisa, tuendelee kama tulivyokuwa. Tatu, tunakuwa tunamuomba aache jitihada za kutujenga kiroho ili tuweze kumpendeza kupitia uvumilivu wetu na kupata thawabu ya milele. Kwa hiyo unakuwa tunaomba mambo ambayo ni kinyume kabisa na mpango wake wa wokovu. Je, ni baba gani mwenye upendo atakubali maombi hayo? Hebu fikiria hata wewe, ikiwa mtoto wako atakuomba uache kumrudi ili akue akiwa ameharibika na ambaye hana ukakamavu, je, utakubali mpango huo? Kama mwandishi anavyosema katika mstari wa 9, hakuna baba mwenye upendo ambaye atakubali biashara ya namna hiyo. Kwa hivyo, kwa nini tunafikiri baba wetu wa mbinguni mwenye upendo angefanya jambo kama hilo? Kwa hiyo kurudiwa kupitia haya mateso na majaribu ni swala la upendo wa Mungu kwa wanawe. Akitaka wakue, wawe wakakamavu, waweze kupiga mbio mpaka mwisho na wapate thawabu inayowasubiri.
Kwa kweli ikiwa Baba wetu wa mbinguni angepuuza kutuletea majaribu na mateso kwa ajili ya kuturudi, ingemaanisha kwamba hatakuwa watoto wake hata kidogo. Hiyo ndio amesema pale katika mstari wa nafikiri wa 9 kwamba basi sisi sio wana wa halali, tutakuwa ni wana wa haramu kama Mungu akikataa kuturudia. Vivyo hivyo ukitaka kuishi maisha ya kuturudiwa na Mungu, hiyo inawezekana tu ikiwa huna uhusiano naye. Kwa maneno mengine, kama wewe ni mwana haramu, kwa maneno mengine kama wewe hukuokolewa kwa neema yake. Mwana haramu ina maana hujaokolewa na neema ya Mungu. Na Mungu asipokurudi, inaweza ni kwa kuwa sio wewe sio mwana wake. Kwa sababu huwezi kumwadibisha mtoto wa familia nyingine unayokutana naye barabarani. Na sababu ya kutomwadibisha ni kwa kuwa huna uhusiano naye na hujui anakotoka na amekaaje. Kwa hiyo unamwacha tu. Na hiyo ndio inamaanisha kama Mungu haturudi, hatuadibishi, ina maana sisi ni wana wa haramu. Nizamu za baba zetu wa duniani ilitufunza mambo ambayo yatadumu maishani. Lakini Mungu anatufundisha mambo yatakayodumu milele. Tumekuwa kiroho ili tuweze kubeba ukomavu huo katika maisha yetu yajayo. Na ukomavu huo utatuletea thawabu kubwa zaidi na yenye kudumu. Kwa hiyo mwandishi sasa anamalizia kwenye mstari wa 11 akiangalia asili ya nidhamu. Anasema kwamba kuhusu asili ya nidhamu, mwandishi anasema nidhamu yoyote, iwe kutoka kwa baba zetu hapa duniani au baba wetu wa mbinguni, si kitu tunachothamini kwa wakati kinapotolewa. Nafikiri unaweza ukakumbuka vizuri, wakati inatolewa nidhamu hiyo unaiona kama sio kitu kizuri. Lakini baada ya muda mrefu na tukiweza kutazama nyuma, tunapata ufahamu kwa nini ilikuwa muhimu na yenye manufaa. Ndio tunaanza kuona umuhimu wake na hata kuwapenda na kuwasifu baba zetu walioturudi. Nidhamu ya Mungu huzaa uadilifu na kuleta haki. Inaleta tunda la amani ambalo hutuacha tukiwa tayari zaidi kwa jaribu linalofuata. Kwa hiyo unaimarika kwa mambo ambayo utakutana nayo mbele ya safari. Na katika umilele, katika hukumu yetu mbele za Mungu, tutaona jinsi tulivyofaidika kutokana na majaribu yetu na ukomavu wa kiroho ulioyazalisha. Lakini bila shaka tunapata faida hizi tu ikiwa tutavumilia mateso haya na majaribu ya sasa. Kwa hiyo kila changamoto tunayokabiliana nayo maishani tuione kama njia iliyoratibiwa na Mungu mwenyewe na kutufanya tukue kiroho. Na Bwana ametuhesabu kwa tunastahili kupokea usikivu kwa njia hiyo. Swali ni je, tutapokea kurudiwa kwake na kujifunza somo na kustahimili majaribu ili tupokee thawabu? Au tutakataa nidhamu yake na kukosa somo, kurudi nyuma tukijaribu kukwepa majaribu na kujiingiza katika dhambi zetu na hivyo kupoteza thawabu ya milele? Hii tunakuwa katika njia panda. Unapopata majaribu au mateso, unakuwa kwenye njia hiyo. Ukubali, urudiwe na Mungu, ukue, uwe imara, upige mbio vizuri na kuipata thawabu, au urudi nyuma kwenye dhambi na kuishia kukosa hiyo thawabu. Ndugu mtazamaji, kumbuka hujavumilia hadi kumwaga damu kama Kristo. Kwa hiyo kaza macho yako kwenye mfano wake. Tumeanza mstari wa 3 wa kusema tumtafakari yeye aliyeshinda mapingamizi yote. Kimbieni yale mashindano aliyotuwekea mbele zetu. Fanyeni hivyo kwa uvumilivu ili msije mkakataliwa na tuzo
inayowangojea. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kama wewe hujamkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wako na umesikia somo la leo, naomba ulitafakari kwa kina kabisa. Ujue tunaye Yesu kama Mwokozi, lakini hapa tunamuona akituonyesha njia, akituonyesha namna ya kukimbia mbio. Yeye alivumilia mambo ambayo sisi hata hatutafika hata sehemu ya hayo, na akapata furaha iliyokuwa inamngojea. Kwa hiyo kama hujamkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wako, na kuomba ufanye uamuzi huo, na kama umefanya uamuzi, ningeomba kwa haraka tuombe sala ifuatayo. Bwana Yesu, nimelisikia neno lako na nimeamua kupa maisha yangu uwe Bwana na Mwokozi wangu. Nakiri kwamba mimi ni mwenye dhambi na nahitaji msamaha wako. Niko tayari sasa hivi kugeuka kutoka dhambini na kukupokea wewe uwe Bwana na Mwokozi wangu binafsi. Najikabidhi kwako na kukuomba umtume Roho wako Mtakatifu maishani mwangu, anijaze tumaini na nguvu mpya ya kupiga mbio iliyoko mbele zangu. Ni katika jina lako Yesu naomba haya yote na kuamini. Amina.